vile wazoefu. Imekuwa hiyo ni nature kwamba timu zinaanza na zinaweza zikafanya vizuri. Kwa hiyo nafasi bado ipo. Lakini unaposema sio wazoefu, timu ina kocha kama Froli Bengi. Wanataka wawe wazoefu kwenye nini? Wakina Faisal na kina wako wachezaji wanataka wawe wazoefu kwenye nini? Sababu grupu hilo inawezekana sio wazoefu kwa jina, lakini kwa maana ya wachezaji walionao wameshacheza michuano mingi mikubwa ya kimataifa na wamefanya vizuri. Exactly. Kwa hiyo nasema sio wazoefu. Kwa hiyo nafasi hiyo ipo anayo, na grupu lao lina watu wengi ambao wamefanya hivyo vizuri. Kwa mimi ninaamini nafasi ipo kama watajiandaa vizuri na kama watakuwa tayari kwa ajili ya kupambana, kwa sababu unajua unaweza kutaka kwenda tu kupambana lakini ukiwa hauko tayari. Na kikubwa sana sasa hiyo ni kwenye pointi za nyumbani. Tuna timu moja tayari imeshadondosha pointi za nyumbani, ambapo ni jambo baya sana. Timu zetu zijitahidi pointi za nyumbani zote wabebe, bila kujali unacheza na nani. Kama atakuja Wydad hapa aache point, sijui atakuja Maniema hapa aache point na kadhalika. Baada ya pale sasa pointi za nyumbani kwao watu taangalia uweze kunyakua pointi ngapi pia na uweze kusonga mbele. Nilijua utaniuliza bao la nani. Kuna goli la Simba, kila mtu anatoa maoni yake. Mashabiki wengi wa klabu ya Simba wananyosha kidole kwa kiungo wao wa ulinzi, wengi wananyosha kidole kwa beki wao Mligo, na wapo wanamgusa pia golikipa wa klabu ya Simba kama kuna uzembe kiasi fulani, mpira ulipita karibu yake sana. Wewe ni mchambuzi wa boli, mwandishi mwandamizi, unaona nini kwenye ile goli? Nani ambako kulikuwa kuna makosa? Kwanza timu ilichelewa kurudi. Kwa maana Mligo wakati anapoteza mpira alikuwa yuko juu kabisa. Anapokuwa Mligo juu, maana yake chini yake kidogo hapa lazima awepo mshambuliaji wake. Kwa maana kiungo wa pembeni mshambulizi. Yeye ndio alikuwa anapaswa kurudi, lakini katikati wakati mfunga bao ana accelerate kwenda alitakiwa akutane na kiungo wa ulinzi. Ambaye kiungo wa ulinzi naye pia alikuwa yuko pembeni na ni mzito kuja, umemwona alipokuwa anakuja anakimbia utafikiri tembo lakini mwisho wake umeona alikuwa anakutafikiri katitia mpaka yule amekwenda amefunga. Kwa hiyo kuna tatizo pia Simba. Kwa hiyo na ukiangalia nafasi ngapi wale wamepata, lakini ukimsema kipa labda wamseme kwenye haya mambo mengine, niliona kama utulivu ulikuwa umepotea kidogo. Inawezekana kama nilivyosema pressure kwenye mitandao baada ya kupoteza mechi ya Taifa Stars, ambao kitu anatakiwa asikifuatie. Nakumbuka wakati fulani kwenye kitabu cha Ferguson anasema alikuwa anawakataza wachezaji wake kusoma mambo yote ya kwenye magazeti au kusikiza redio vipindi vinavyozungumzia michezo. Kwa sababu hawana sababu ya kujiingiza kwenye pressure. Kwa hiyo unapoingia uwanjani haujui hata kama nilitukanwa au sikutukanwa, au unaingia unaanza kupiga boli lako tu. Sasa ukianza kusoma ile inakupa wasiwasi. Sasa inawezekana pia wachezaji wetu hiyo hawapati watu wa kuzuia kidogo, especially kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo inawezekana kwa dunia sasa linawezekana. Inawezekana. Inawezekana kabisa. Sababu usipokuwa nayo wewe watakuonyesha watu. Wengine waweza wasikuonyeshe. Unaweza kuzungumza na watu na wasikuonyeshe. Mfano kama mimi siku nikiamwaga sasa watu nataka niwaambie ukweli. Nasema siku usisomi comment. Alafu na wakanda ukweli. Na ufungi comment. Siye kufunga comment maisha yangu yote na sitafunga. Sababu najua kule si watakuwa wanatukana. Sasa mimi siwezi kuangalia matusi, nilikuwa nataka niangalie comment za watu wenye akili. Kwa hiyo kwa sababu matusi na waachia waendelee na wajimwage na matusi yao. Na sijawahi kufunga. Sababu ya Chasambi, uwanja ulipiga yowe kumuona Ladak Chasambi dakika ile Simba wanahitaji kusogea, anaingia yeye baada sema ya Morris Abraham. Watu walitegemea ngenge Jonathan Sona, watu kama hao. Kitaalam kiubobezi, unaona nini kwenye hesabu ya Chasambi? Mimi kwa kweli sikumuelewa kocha. Na kwa sababu sikumuelewa. Unajua nimekuwa nikiona, nimetoka kukuambia wakati Simba ulikuwa unatarajia kuona inatoa kiungo inaingiza forward. Ikatoa kiungo ikaingiza kiungo tena ambaye match time yake sasa hivi ni ndogo sana. Kwa hiyo nilikuwa namshangaa kocha, lakini alikuwa kama vile ameingangania plan, na mimi nianza kuhisi kama alikuwa anafanya majaribio kwenye Champions League. Yaani kama vile anakijaribu kikosi chake kwenye Champions League. Kwa hiyo kuna shida kubwa. Kuna shida kubwa Simba atakuwa ifanyie kazi, na viongozi wamwambie kocha wao kwamba Simba sio ya kocha tu peke yake. Au ya benchi la ufundi. Simba ni ya watu, na Simba inabeba mioyo ya watu wengi mno. Kwa hiyo kama watashindwa kumwambia wanaweza kaniita nikaenda kwa waambie. Au amfukuze kocha mapema. Hawezi wanamfukuza nini? Hawezi kumfukuza sasa hivi. Abadilishe nini pate Simba? Mimi nafikiri lazima watumie mastriker wao. Kwa sababu nilipata taarifa kuna striker kanunuliwa bei kubwa alafu wewe unamweka bench pale. Na unajua ni striker anaweza kukusaidia kufunga. Yaani unajua kama angekuwa hawahitaji mastriker basi wasingekuwepo kwenye bench. Unajua benchi la Simba jana lilikuwa linashangaza. Umekuona benchi na strikers watatu.
Yani bora ungeanza na striker mmoja kusema kuna wawili nimeweka akiba. Strikers watatu wote wamekaa bench. Yaani unasubiri kwanza baadaye afu ndio waingize. Sijui kwa sababu kama plani yake nafikiri imeshafeli. Na nafikiri safari nyingine atakiwa abadilishe. Na taarifa nilizofuatilia kule nikaambiwa kwa siku 3 ile timu iliyoanza ndio alikuwa anacheza nayo. For 3 days mazoezini. Bila washambuliaji. Na hiyo yeye ndio alikuwa amelingangania hilo lazima lifanyike. Sasa limerudi limekuwa sio la kocha sasa hivi umeona limekuwa ni la Simba wote. Unajua Simba nafikiri leo watakuwa napumulia mashine. Watu wanasema mbona Matola amuelekeze. Mimi unajua Watanzania sisi tuna tabia ya kuoneana. Matola anawezaje akambadilisha kocha mkuu? Anaweza kawa anamwambia kocha mkuu akiwa hataki atafanya nini? Yeye kazi yake ni kumshauri tu afa anamwacha siku ya mwisho kocha ataanza kusema Matola ananiingilia kazi yangu. Alafu mtaanza kumsema tena Matola. Kwa hiyo yeye inawezekana kumshauri afu kocha akasema hii ndio sawa sawa. Baada ya pale hakuna mjadala. Mudathiri Yahya basi jana ametoka kwenye nyasi akapanda mpaka VIP akaenda kumkumbatia rais wa klabu ya Yanga Engineer Harris baada ya kupata goli moja. Akarudi akala kadi yake ya njano. Sasa watu wakasema bwana ilikuwa hisia za namna gani zimemtoa uwanjani kaenda juu kabisa na akapata kadi ya njano. Kuna nini ulichokiona pale? Kwa kweli mimi hamna nilichokiona. Niliona tu mchezaji wa Yanga kaenda kumkumbatia rais wa timu. Mimi nilishangaza kwa nini akachukua kadi ya njano hiyo ambayo angesubiri mechi imeisha angeweza kwenda kumkumbatia kwa sababu hata pale mechi ilikuwa kwa hiyo sasa sijui mimi lakini kwa sababu ni mtu na kiongozi wake sawa lakini kimichezo imekaaje? Kimichezo it's unprofessional. Mchezaji unajua wakati wa mechi unatakiwa kwenye pitch. Alikuwa na muda wa baadaye kutoka akaja akamkumbatia rais wake kama kuna kitu labda alikushauri au alikuvutia na nini. Sababu huwezi kujua labda paka anakwenda kumkumbatia rais alisema nini au alimshauri kitu gani. Huwezi kujua kwa sababu wao wanakaa kama family. Lakini bado angeweza kuwa mvumilivu. Ingawa kwenye mpira tena damu inapokuwa imechemka mtu anaweza kaamua kitu chochote. Kuna kwenye uchaguzi kwenye mkutano mkuu wa klabu ya Simba na klabu ya Simba. Hujauliza goli la nani ile? Hujauliza goli la Rabat. La Dube ingekosa goli la Rabat. Walipata goli. Neno goli linamaanisha nini? Yaani neno goli maana yake limekubaliwa. Ndio maana kuitwa goli. Sio mpira kuingia nyavuni ni goli. Si mpaka refari aruhusu. Wale walifunga goli. Yaani kufunga goli sentence kwa Kiswahili maana yake nini? Walifunga. Maana kanuni Yanga moja. Unajua mimi nimewahi kuambia mara nyingi sana kitu kimoja. Kwamba unajua na huyu akijibu nini? Maana yake anajua kitu. Kwa sababu unajua anapokosea referee inakuwa haijakosea Yanga. Yaani mfano kama referee leo akiwadhulumu Yanga sio tatizo la timu pinzani. Ni referee kawadhulumu Yanga. Lakini referee aliwadhulumu wale. Kwa Rabat alizulumiwa. Ile lilikuwa ni bao. Sasa kama unataka mjibie refa mpe. Bwana nataka nijibu. Simba. Yes. Niambie ndugu yangu. Goli lilikuwa lile na refa ndio. Silver Striker nao walikuja Dar es Salaam wakapata nafasi kama ile na wenyewe wakalalamika waliingiza mpira nyavuni kama walivyozungumza kwa Rabat. Sasa waamuzi wanakosea kwa wageni tu. Mwamuzi wa Silver Striker tulishamzungumzia. Lakini kwenye hili mimi unajua hamna kitu kizuri kinatakiwa kifanyike kama haki. Yaani kama unapotokea sehemu haki haijatendeka sisi tunatakiwa tuseme. Na unaposema saa zingine unazisaidia na timu zetu kwa sababu ukiangalia pia lile goli lilivyofungwa. Mimi ndio nataka nizungumzie pointi yangu hiyo. Kwamba kuna uzembe ulifanyika kwenye defense ya Yanga. Waliacha watu nyuma. Kwa hiyo hilo ndio linatakiwa lifanyike kwa sababu ukianza kuambia lile sio goli
Kwa hiyo hicho ndio atakiwa kifanyie kazi. Simba mkutano mkuu, mashabiki wanasema sasa hizi tayari kama kisukari kimeanza kupanda hivi, unaweza ukatoa neno gani kuelekea kwenye uchaguzi ili wakapata kitu kizuri? Mimi ushauri wangu kama nilivyosema toka mwanzo, nafikiri tulizungumza kwenye interview ya mwisho hapa, wanachama waseme vile vitu ambavyo wanaamini vitakuwa vina msaada kwenye klabu yao. Yaani kwanza wasitangulize mihemko. Wasije wakaenda na mihemko ya mechi. Waende na vile vitu ambavyo vina hoja vitaisaidia klabu yao. Kwamba wafanye nini, kama wana issue ya kocha wafanye nini, kama wana issue ya nini meta ile mabadiliko ile kama katiba yao na nini, mpaka leo inaendelea kugusia inaendelea kukwama kila